Sasa ndio maana nakwambia nikutoe wasiwasi. Huyu mtu kaja kwa ajili ya kazi. Ninapokuambia kaja kwa ajili ya kazi, kazi kweli. Kwa hiyo mimi kama mimi ndo nimekupeleka pale, au sio? Inabidi unisikilize. Wewe kuwa na amani, kazi utaizoea. Na haya mambo yameshika sasa hivi utakula sana. Nadhani mtu anaofuata unajua. Hilo nalijua kwa sababu mara mwisho walikuwa Salumu kwamba anaifuata sasa hivi nani? Pelini, si ndio? Yeah. Huyo ndo anaofuata sasa hivi. Kwa hiyo mambo ya kula misosi ondoa shaka kabisa. Basi hilo limeisha ndugu yangu, kama ndo hivyo mambo yatakuwa safi kabisa. Basi bwana, mimi ngoja nikuache kwa sababu unamjua kabisa yule mtu mashine, ana machale vibaya. Noma. Ataweza akaja hapa afu mambo akawa mengi kilingeni. Mimi naomba nikuache. Na yule mbaya yule hawakauyage ukuta kachate chake antena chake kinazurura naweza kukiona. Sikiza nikwambie. Mimi naondoka. Maana asije akaja tukaleteana complain size. Baridi basi. Shega, tasomana. Baridi. Poa basi mimi nipo hapa. Mwendo wa nyama tu sasa hivi kiangalie. Ususe kwa mbali. Najua kwamba wewe ni mtu mzima sana na unaweza kuwa na watu au mtu. Hakuna mwanamke atakaa hivi peke yake. Lakini sasa mimi pia nimewiwa na wewe. Nahitaji nikufungie ndani uwe mke wangu, mama watoto wangu. And I think you know that. You're not little. Yaani kakaangu, umeniita umenisimamisha hapa. Nikajua unaniambia labda mimi mwalimu wa shule, natafuta wanafunzi kama na mtoto wako mlete kwenye shule yangu. Kumbe unaniambia ujinga kama huo. Si ujinga. Mungu kaumba watoto duniani wa kike, wa kiume. Kaumba wanadamu maana wawili. Sasa wewe ni mtoto mzuri na mimi ni mwalimu hapa kijijini. Nimekuja nafundisha hapa shule hii hapa kijijini. Sasa nimeona si vizuri nikiwa peke yangu, nihitaji kuwa na mwenzangu. Na wewe ni binti mzuri sana. Sasa naomba nikubalie, sitaki kukuchezea, nataka uwe mke, nataka uwe mke wangu. Tuishi pamoja, kuja kwenu, unajitambulisha. Sawa? Sijaona mtu kuwa naye. Kwanza hapa nilikuwa naelekea hivi na shughuli zangu. Umeniita umenisimamisha hapa nikasema labda huyu ngoja nimsikize huyu kaka. Atakuwa na jambo la msingi la kuzungumza na mimi. Kumbe vitu vyenyewe havina maana. Wewe niondoke na mambo yangu. Sio hivyo. Kombozi. Toto mzuri sana. Lazima tumalize. Sophie. Hujambo? Jambo. Shikamoo. Marahaba mwanafunzi wangu. Kwani mwalimu umerudi? Ndio nimerudi Sophie. Za masomo? Nzuri. Unaendeleaje? Vizuri. Unaenda wapi huko? Mama unatoka? Kumekucha. Nenda kwenye mihangaiko yangu. Kumekucha. Asante, uko wapi?
Na mimi nilikuwa nataka nikuulize wewe. Sijamkuta, kenda wapi? Azati nilimwacha hapa, nikamwambia mimi natoka. Andae uniform zake za shule, kesho twende naye shule. Nashangaa simuoni. Hiyo ni tatizo najua. Anasumbua sana Azati. Alafu mama, nimekumbuka. Azati analalamika shuleni huko, anakutana na maruerue. Hawezi kusoma kwenye mtihani, haoni chochote. Yaani ni anaona tu, yaani kama anaona vitu ambavyo havielewi. Sasa nawe unaanza mazungumzo yako kunitia mauzi. Huyo mtu alikukuta huko sika kutolea macho kakufanya nini wewe? Huko mimi naenda sokoni. Mama ajambo lakini. Msalimie. Haya. Ujitahidi kwenye masomo. Haya. Hapana mama, usikute ni kweli kuna matatizo huko na sisi tunamsukumia aende shule. Matatizo ya nini? Nyinyi mbona mjiamini kwa sababu gani nyinyi watoto wangu? Unajua mimi sipendi mambo mengine mnazungumza. Yule maana mwaumwa kichwa, sijui nini, wewe na siku na mtu kakutolea macho sijui nini. Mimi sipendi ujue maneno yenu. Sasa mimi natoka. Kachambueni mboga mpike, mle. Sasa si chochote. Nishakwambia. Kutakuwa kuna kitu. Maana kila anachomwambia anakuwa mkali. Afa litilima nani? Kutakuwa kuna kitu hapa. Kumbe hivi ndivyo vinavyochelewesha kafara yetu Yaani wewe ukikaa katika haya masafa yako unajali kuangalia TV tu, lakini kafara utaki kutuletea. Hivi unajua kwamba sisi tunahitaji damu? Mkuu, unakujaje nyumbani kwangu saa hizi? Kumbuka kwamba mimi nina familia, nina mume na nina mtoto. Hivi unadhani mume wangu akikuona hapa atanifikiriaje mimi? Wewe umekuwa kiasi cha kwamba unaweza kumnyamazisha mkuu wako. Mimi ni mkuu wako, heshima iko pale pale. Ama kweli ukimchekea nyani utavuna mabua. Sasa nataka unisikilize. Mimi hapa sijaja kuongea sana,
nimekuja kukupa hii taarifa ya kuwa tunaitwa asa. Huko nje ulienda kufanya nini wakati sijasikia chochote kile mlichoongea? Amna, kuna mtu tu alikuja kuniulizia mimi, kuna jambo lake tulikuwa tunaongea. Hauhusiani na mtu yoyote. Sawa, lakini mimi hapa sijaja kuongea sana. Nimekuja kwa lengo moja tu. Nimekuja kukupa hii taarifa. Kilinge kinahitaji damu. Tunahitaji kafara ya mtoto au kijana ambaye bado hajafikia umri wa kubaleghe. Unajua, tulikupa muda mwingi sana utoe kafara ya mume wako, lakini wewe ukatuona sisi kama makalio yako, ukatucheleweshea kafara mpaka kilinge kimechafuka. Sasa tunahitaji damu ili tusafishe kilinge, na wewe, ili jukumu lipo chini yako. Ni wewe ambaye utakayetoa hiyo kafara. Ugwa mkuu, yaani sijamaliza swala la mume wangu, sasa hivi mnaniambia tena nimtoe mtoto. Mimi mtoto namtoa wapi yani? Namtoa wapi mtoto mimi? Sasa shindwa kutoa hii kafara ili nikulabe. Sasa hizi mume wangu. Karibu. Una njaa? Mbona unaongea maneno mengi kwa wakati mmoja? Maana saa hizi sijui umekula, sijui vipi? Kuna tatizo? Hakikisha unafanya maagizo yale ambayo yalikuwa. Sawa mkuu. Wewe nitoka nimerudi hapa mara umekula sijui nini. Sawa mkuu, nishakuwa mkuu tena. Mke wangu, nishakwambia acha kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Yaani sijui nimevurugwa hata sielewi. Unachoka mpaka inafika sehemu na anyway, mimi niko ndani. Hawa watu wataniua na pressure jamani. Mara mkuu, mara huyu.
naona sasa nataka kuingia kwenye himaya yangu, si ndio? Wewe ni nani haswa unayeweza kupita kwenye njia zangu? Usitaki kujua mimi ni nani, ila hii mleibeba mimi ni damu yangu. Oho, hii ni damu yako eh? Umefanya makosa makubwa sana kupita kwenye njia zangu wewe. Sasa ngoja nikuonyeshe. Kinju mwanangu, sasa hivi hakuna kutoka humu ndani bila mimi kujua wapi unaenda na unaenda kufanya nini. Jana pasipokuwa bila ya mimi, sijui kingekukuta nini mwanangu. Hivi unaweza kuniambia kwamba uko unaenda wapi? Kwani mama, ni kitu gani kinachoendelea? Usitaki kujua kwamba ni kitu gani kinachoendelea. Ila tu mimi nilikuwa natembea zangu nikapishana na mama, na shanga kitu kanipiga mgongoni. Na shanga sasa hivi nipo nyumbani. Ndio hivyo, ni kama nilivyokuambia, hakuna kutoka humu ndani. Sijui umenielewa? Ndio. Mapambano yako mwisho leo kilele. Huo mchezo wako mchafu wa kichawi, kama hauwezi kufanikiwa. Kumbe na watu nyuma yake. Sasa leo ndio mwisho wenu nyinyi nyote. Acha niwateketeze. Silija hapa kujitambulisha kwako mimi ni nani. Nimekuja kukupa ujumbe. Kama unataka kumwokoa mwanao, acha uchawi mara moja. Kafara isiyofaa
damu imenena, kivuli kimeamka, hakuna pa kukimbilia. Kafara isiyofaa, usiku umehukumu, kila kilichofichwa leo kinakurudia. Sauti ya mwanaume nzito na ya kutisha, walisema ni tambiko la mwisho, lakini walifungua mlango ambao haukupaswa kufunguliwa. Muziki unapanda kwa nguvu, violin za huzuni, mapigo ya moyo na sauti za minong'ono. Kila hatua ni kilio, kila ukuta una siri. Macho yanaona, lakini roho ndiyo inatetemeka. Aliyechukua kafara sasa ndiye anayewindwa. Watoto wanaimba kwa sauti ya mbali, njoo, njoo, usiogope, tuko hapa. Kisha kimya cha sekunde chache, halafu mlio mkubwa, ngoma na orkestra. Kafara isiyofaa, laana imezaliwa, mlango umefunguliwa, na mwisho ndio mwanzo. Kafara isiyofaa, laana imezaliwa, mlango umefunguliwa, na mwisho ndio mwanzo. Ukisikia jina lako likiitwa gizani, usiitikie.